Aliyekuwa katibu wa sekretariati ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Julius Mwita, ameeleza kukosa uhuru wa kutoa maoni ndani ya chama hicho na kusema kuwa wenye maamuzi ni wachache na wenye nguvu. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu huyo wa sekretariati ya Chadema, Julius Mwita, ambaye ameng'olewa kwenye nafasi hiyo, amesema katika chama hicho hakuna uhuru wa maoni kama inavyodaiwa na viongozi wake. Badala yake ni watu wachache ndio wanatoa hatima bila kujali na kufuata katiba ya chama hicho. Katiba ya Chadema ibara ya 3.2.6, Chadema inaamini katika uhuru chini ya sheria zilizo za haki. Chadema tunaamini kwenye uhuru wa kuwa na maoni. Sasa kwa mfano, si bunge limepitisha sheria ya uchaguzi, bunge limepitisha sheria ya tume ya taifa ya uchaguzi, tume huru ya taifa ya uchaguzi, ambayo sisi tunaipinga kwamba sio huru, ni jina limebadilika tu. Mbona sisi chama chetu kinasema no reform no election? Kwa hiyo wanasaliti nchi. Kwa hiyo Chadema wanasaliti nchi kwa sababu wanafanya no reform no election. Wanapita kwenye mikutano ya hadhara kule, tunasema no reform no election, tunasema haya yaliyofanyika sio sahihi, tunapinga, na yamepitishwa na bunge. Ni kwa sababu kuna uhuru. Nchi ina uhuru, na sisi Chadema tunahubiri kuhusu uhuru. Kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, theme ya uchaguzi ilikuwa nini? Uhuru, haki na maendeleo ya watu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni uhuru. Sasa leo tumekuwa na chama ambacho ukiwa na mawazo tofauti unaonekana msaliti. Huu uhuru tunaohubiri ni upi? Kwamba sisi hatuna uhuru wa kuwa na maoni, ila tuna uhuru kwamba akisema fulani tunafuata, akisema mwingine tofauti. Mwita amesema ametimuliwa katika nafasi yake kwa sababu tu alikuwa mfuasi wa aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho taifa, Freeman Mbowe, katika uchaguzi wa chama hicho uliofanyika Januari 21 mwaka huu. Kwa sababu tu Julius Mwita alionekana kuwepo kwenye uongozi wa chama uliopita uliokuwa unaongozwa na Freeman Mbowe, huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho. Huyu mtu amekuwa mbaya kiasi hicho. Wakazungumza mengi sana Twitter, Clubhouse, kwenye magrupu ya WhatsApp. Wengine wakajikusanya wakatengeneza petition kwamba hawamtaki Julius Mwita kwenye vikao vya kamati kuu. Kwa hiyo nataka watu wajue kwamba Julius Mwita hajaondolewa kwa sababu eti anapinga no reform no election. Mwita ameondolewa kwa sababu imesemwa kwamba huyu ni mtu mbaya sana, na ubaya wa Mwita hakuna anayeweza kusema. Julius Mwita ameuambia umma kwamba iwapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakitoshiriki uchaguzi kama kinavyojinadi kupitia no reform no election, chama hicho kitakufa na kupotea kabisa katika medani za siasa. Hakuna mtu anayekataa no reform. Kampeni ya no reform is a serious thing. Kila mtu lazima aifikirie kuifanya na kuisukuma ikamilike. Lakini unapokuja kusema no election, what do you mean? Unless kama no election ni Chadema kutokushiriki uchaguzi. Ukisema no election ni Chadema kutokushiriki uchaguzi, then we can talk about that. Lakini ukisema no reform no election, kwamba hakutakuwa na uchaguzi nchi, are you guys serious about this? Okay, swali namba 2 linakuja tunalouliza, ambalo tunataka majibu tu. Sisi kwenye kundi lile tulikuwa tunauliza majibu tu. Okay, unaposema no reform no election, kama ukishindwa kuzuia uchaguzi Oktoba 2025 na wakaendelea CCM na serikali yake, fate ya Chadema ni nini? Fate ya Chadema ni nini miaka 5 ijayo? Aidha amesema ni vyema chama hicho kikajitafakari na mwenendo wake badala ya kutegemea watu binafsi kukiongoza kupitia wanaharakati wa mtandaoni. Mtazamaji wa Zaka TV, endelea kufuatilia chaneli yetu. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe chaneli yetu ili uwe kwanza kupata taarifa zetu. Kwa wale ambao unaendelea kutufuatilia, basi Mungu akubariki.